Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 21. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Lakini kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe. Lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Tujikumbushe sehemu ya 20 tulipoishia. Sehemu ya 20 tuliishia baada ya kuona siku zimeisha, zimepinduka na imebaki siku hiyo moja tu ambayo Mzee Fares ameambiwa ndani ya siku 7, yani wiki moja, ahakikishe anamtafuta binti Sikununu mpaka anampata. Sasa ndo hapo zimeshapinduka, imebaki siku hiyo moja. Hapo sasa ndo anajiuliza anampataje pataje, mawazo si mawazo, amekonda, mke wake mwenyewe hajielewi. Yani wote wamekuwa ni watu wenye mawazo sana, kiasi kwamba mpaka imefikia hatua za Titi ameanza tena kufanya kazi. Yani ule msimamo aliouweka yeye kama binadamu na huruma aliyokuja kuipata, alijishtukia anaamua kupotezea ili maisha yaende. Sasa ni kukaribisha sehemu ya 21. Tuendelee kuidadavua simulizi hii tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuanza kufanya shughuli za pale nyumbani, bwana Mzee Bareke alitoka huko katika sehemu ya kulia bata bwana, kwenye vijiwe vya kahawa pamoja na tangawizi, akaja moja kwa moja mpaka pale nyumbani kwa Mzee Fares. Si akamkuta Zatiti anaandaa chakula. Alifika moja kwa moja mpaka akashangaa kwanza. Huyu ndiye amesema kwamba anaweka msimamo kwamba hataweza kufanya kazi ya aina yeyote mpaka Sikununu apatikane. Sasa mbona ameanza kufanya zile shughuli ambazo alikuwa amekataa? Kutokana na utajiri walionao, kuna chochote ambacho wamemwambia ni au wamemwahidi mzigo mnono wa fedha? Maana wanawake na fedha bwana hawajambo. Labda huenda ndo kinamzuzua. Wakati anaendelea kuwaza na kushangaa, Mzee Bareke, Tobias Mavugwe naye alifika. Baada ya kufika, moja kwa moja akamkuta Zatiti yuko anaandaa chakula jikoni.
Tobias Mavugwe alienda moja kwa moja mpaka kwenye kile chumba cha jiko. Baada ya kuingia mle na kumkuta Zatiti anaendelea kuandaa chakula, Zatiti alitandikwa makofi manne ya nguvu. Baadaye akageuka na kushtuka. Alipokuja kutazama vizuri, akakuta ni babake mdogo. Alitoka humo jikoni akashusha chakula chini ili kisiweze kuungua. Hatimaye akakimbia moja kwa moja mpaka chumbani kwake, akajifungia na kuanza kulia. Alipoanza kulia, Tobias Mavugwe alitoka kule kwenye chumba cha jikoni akaja moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha Zatiti, akaanza kugonga ili aweze kumfungulia. Zatiti akaogopa, akifungua siku tatokea shida, kwa sababu ameenda kinyume na masharti waliokuwa wameyaweka. Maskini ya Mungu, Zatiti amekuwa na huruma sana. Yaani huruma imeanza kumsumbua kweli. Maana akiwaangalia namna jinsi walivyo hawa wazee, kwa kweli hata kama ni wewe, ukiwa ni binadamu mwenye huruma, lazima utahurumia tu. Akagonga sana mlango. Zatiti akaogopa, akaona akizidi kufunga huenda mambo yanaweza yakawa magumu. Akafungua. Baada ya kufungua mlango, akapiga magoti hapo hapo mlangoni, huku akiendelea kulia na kuanza kuonyesha ishara kama ya kuomba msamaha kwa babake mdogo. Kimsingi Tobias Mavugwe alifoka kweli kweli. Kwa nini anajaribu kuwasaidia kazi hali ya kwamba bado Sikununu hajapatikana? Inamaanisha kwamba hizo kazi zina thamani kuliko Sikununu. Kutokana na kwamba Tobias Mavugwe na kaupendo kalikuwa kameshaanza kuingia, anampenda Sikununu hivi, aisee, hasira zilimjaa. Alienda moja kwa moja na kumshika mikono Zatiti na kuanza kumburuza pale kwenye marumaru. Kamleta moja kwa moja mpaka pale kwenye sofa, kamulaza kwenye sofa pale, akavua mkanda, akaanza kutandikwa kweli. Zatiti alipigwa mno. Alafu baadaye alimuamsha na kumkalisha, japokuwa Zatiti alionyesha ni kama vile hata kukaa hawezi kutokana na mivimba kwenye makalio. Akaanza kuegemea kwenye sofa, yani ameshindwa kukaa. Hapo ndipo ambapo kutokana na kelele zilizokuwa zinapigwa, Mzee Fares alikuja sebleni na kukuta mwamba amemaliza kumpiga, yani Tobias Mavugwe amemaliza kumpiga binti yake, mtoto wa kaka yake, yani mtoto wa binamu yake ambaye ni Zatiti. Fares moja kwa moja baada ya kufika pale alianza kulalamika kwamba anampigia kitu gani. Baadaye Tobias Mavugwe akasema hahitaji kuona huyo mzee Fares akimfundisha kazi. Amekuja mjini kwa ajili ya kuweza kujua Sikununu yuko wapi. Kwa hiyo bado Sikununu hajapatikana. Kwa hiyo yeye Tobias Mavugwe kumpiga Zatiti, inatakiwa mzee Fares asiingilie tena, awe makini, vinginevyo ataambiwa yeye ndiye amempiga na itambidi Zatiti akubali kwa namna yoyote ile na ole wake agome. Sasa atakuja kuuziwa kesi nyingine, awe makini. Mzee Fares baada ya kuambiwa hivyo, mzee mzima alikimbilia tena chumbani kwake na akajifungia na kupiga magoti huku akiendelea kulia. Ameona amepatwa na huruma na yeye pia,
kwa sababu imemuona mtu ambaye tayari alikuwa ameanza kufanya kazi amechukuliwa na kuanza kupigwa. Na baada ya kuondoka tu kurudi chumbani kwake akiwa anaendelea kulia, hapo Tobias Mavugwe alimnyamazisha Zatiti aache kupiga kelele. Halafu hapo ndo akaanza kumhoji, je, hawakukubaliana kwamba asifanye kazi yoyote mpaka atakapopatikana Sikununu? Na kwa nini ameanza kufanya kazi? Anawahurumia wao, wamemhurumia Sikununu? Anajua kwamba Sikununu yuko wapi? Au na yeye anapenda Zatiti Sikununu afe? Hayo yote alikuwa kimhoji. Yani Tobias Mavugwe anazungumza sasa kwa hasira na kufoka. Anamuuliza Zatiti, unapenda mama mdogo wako afe? Unapenda? Kwa sababu tumeshakubaliana usifanye kazi ya aina yeyote. Iweje nije nikukute unafanya kazi? Wewe unajielewa wewe? Wakati umegoma siku zote hizo, siku ya mwisho ndo tunasalitiana? Au hata hiyo kesi hautaweza kumfungulia kwa sababu ulishanogewa na penzi lake. Zatiti alivyoanza kuona mpaka ameanza kubebeshwa majukumu ya mzee kwamba huwa na muhendo kimapenzi, aliamua kupiga tena magoti na kuanza kuomba msamaha. Akamwambia kabisa kwamba ni huruma ndo ambazo zinamfanya afanye hivyo. Hata yeye alikuwa hapendi kufanya hivyo, lakini kwa namna tu jinsi walivyokonda, hali ya kwamba wengine walikuwa ni wanene, wamekuwa wembamba sana, akitazama na katoto mpaka kameshanyongea. Kwa hiyo amepatwa na huruma. Yani yeye kama mwanamke anawaza na yeye siku akija kuolewa na akazaa, halafu mume wake akapatwa na kesi nzito, si atakuwa kama jinsi alivyo Mama Suzi sasa hivi? Kwa hiyo huruma imekuja. Kwa hiyo hata yeye sio yeye, ni huruma tu ndo ambazo zimemponza mpaka ameamua kufanya hivyo. Tobias Mavugwe alimwambia aende akachukue chipsi kwenye vibanda vya chipsi alete ili waweze kula. Wakishamaliza wote watatu waondoke, watoke hapo. Hayo ni maamuzi ya Tobias Mavugwe. Hakutaka kabisa Zatiti aendelee kubaki hapo. Aliona ni bora kokote kule wanakoenda kula bata na yeye aende, kwa sababu kuna watoto wengi wa kike ambao pia amesoma nao Tobias Mavugwe na anawajua, na hata alipokuwa na kula bata huko mitaani amekutana nao. Ni bora Zatiti amkutanishe na binti fulani, aende moja kwa moja mpaka kwake huyo binti alikopanga, au kama anafanya kazi basi aende mpaka ampeleke kwa bosi wake na amuombee hifadhi. Huku kwa mzee Fares atoke kabisa, maana anaweza mpaka karopoka na visivyotakiwa kuropoka kisa hizo huruma zake za kipuuzi. Kwa hiyo alifata hizo chips akiwa amenyongea hivyo hivyo. Kumbuka ameumizwa kweli kwenye makalio, ameumizwa kweli, sio utani, ameumizwa sana baada ya kupigwa ile mikanda. Baadaye alirudi pale na wakaanza kula. Wanakula, kale katoto kakaanza kusogea kale kasuzi. Kakisogea kwa Tobias Mavugwe, anakasukuma kanarudi nyuma. Kakaja mpaka kwa mzee Bareke. Akasogea pale, yeye hakutaka kudiri nako wala hakutaka kukasukumiza wala hakutaka kufanya chochote. Kakawa kanalia. Lakini mzee Bareke naye akawa mgumu wa kutoa chochote juu ya huyo mtoto. Kalipoenda tu kwa Zatiti, ili anachukua yai ili aweze kukapa
akamkumbatia, akafunikwa kofi zito na Tobias Mavugwe. Akaanza kumwambia, hivi wewe unamsaidia huyo mtoto? Mimi nimeacha kumsaidia, wewe ndo unajifanya kielele cha kumsaidia. Acha afe, kwani shida nini? Hapa mpaka Sikununu apatikane. Hakuna haja ya kusaidia mtu ambaye amepoteza ndugu yetu, amepoteza binti ambaye hana hatia. Acha na mtoto wake ateseke. Kumbe kanaonekana kabisa kana njaa. Hapo ndipo ambapo Mama Suzi alikaita, lakini hakakuweza kumsikia. Alikuja huko akiwa anaendelea kulia na kukachukua katoto na kuondoka nako ka Suzi. Akaenda nako mpaka jikoni. Alivyokuja kuangalia kakuta wali uliokuwa unapikwa na Zatiti bado haujaiva vizuri. Mpenzi msikilizaji, alikapakulia hivyo hivyo, kakaanza kula hivyo hivyo mbichi mbichi. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 21 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunakuomba follow, lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Bwana, hii roho imekuja namna gani msikilizaji wangu kwa Tobias Mavugwe mpaka naanza na kumsukumiza mtoto? Vipi msikilizaji, ingekuwa ni wewe kweli unakula chips hapo, katoto kana njaa kenye mwaka mmoja na 2 miezi hivi, kanatembea kanakuja kwako, ungekasukumiza? Yani kesi ya baba na mama iingie mpaka na kwa mtoto? Unaonaje, hii iko sawa? Nahitaji komenti zako msikilizaji. Ungekuwa wewe ndio Tobias Mavugwe, ungefanya hivi kweli? Tumemwona Zatiti akiwa naendelea kushughulika na upishi jikoni. Mzee Bareke alikuja katokea na kuanza kushangaa kile ambacho alichokatazwa kukifanya Zatiti na ambacho aliweka yeye mwenyewe msimamo. Sasa msimamo umelegea na ameanza kukifanya. Aliapa hafanyi kazi humo ndani mpaka Sikununu apatikane. Lakini cha ajabu, kutokana na huruma zimekuja, zimebana mno kwenye moyo wake, ameanza kusikia kama vile unasagika. Akaona hapana, kiubinadamu, wacha endelee kufanya kazi. Sasa mzee Bareke akawa ameshangaa. Bado anaendelea kuwaza, hapo hapo Tobias Mavugwe akawa ametokea na kumkuta huyu mtoto wa kaka yake, yani mtoto wa binamu yake, anafanya zile shughuli ambazo alisema hafanyi. Tumemuona amemtoa huko jikoni kwa kumtandika vibao vya ukweli, na alivyoingia chumbani kwake akaanza kugonga ili aweze kumfungulia. Mara ya kwanza aligoma, lakini mara ya pili baada ya kutishwa sana alifungua, na baada ya kufungua akapiga magoti mlangoni mwa chumba hicho. Lakini baada ya kufika pale, Tobias Mavugwe alipatwa na hasira na kumvuta, na baada ya kumvuta tumeona amempeleka kwenye sofa na kumlaza pale, kavua mkanda akaanza kumtwanga. Je, unahisi kweli Zatiti ataendelea na mpango ambao wanaendelea nao hawa kina mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe? Hawataamua kuwasaliti, aachane kabisa na masuala hayo kutokana na huruma
nyingi kumjaa. Na vipi siku nunu atapatikana? Maana imebaki siku moja tu. Mzee asipotekeleza, mzee Fares, tayari jalada la kesi linafunguliwa. Wewe unawaza nini msikilizaji wangu? Atampata? Basi nikwambie tu, yani kama jinsi ninavyoendelea kukusisitiza, uwe kama mfuniko, funika kabisa kwenye chupa, usiachie hii simulizi kakupita. Endelea kuisikiliza mpaka mwisho, yani mpaka tone la mwisho uweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.